Wakati nikiwa njiani jana usiku kuja huku Masasi, nikapewa taarifa kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna kauli ya msajili wa vyama vya siasa na kwamba amempa katibu mkuu wa Chadema wiki moja ili katibu mkuu atoe majibu juu ya barua ambayo ameandikiwa na mwanachama mmoja wa Chadema kuhusu uhalali wa kikao cha baraza kuu la chama tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 kilichothibitisha uteuzi wa katibu mkuu wa chama, manaibu katibu wakuu na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu ya chama. Msajili wa vyama vya siasa amelizungumza jambo hili kwenye vyombo vya habari, na kwa sababu amelizungumza kwenye vyombo vya habari, na mimi kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu, kabla hata haijafika hatua ya kuwasilisha majibu kwa waandishi kwake juu ya hayo ambayo ameshaanza kuyazungumzia kwenye vyombo vya habari, nataka niwahakikishie tu wanachadema na Watanzania juu ya hiyo tuhuma ambayo msajili wa vyama vya siasa ameisemea kwenye vyombo vya habari kwamba alisema kwamba tunapaswa tuwe tumepeleka majibu. Chadema inaongozwa kwa mujibu wa katiba. Sisi tunaheshimu sana katiba ya chama, kanuni, maadili na itifaki ya chama. Ibara ya 6.22 ya katiba ya chama inahusu uhalali wa vikao vya chama, na ibara hii ina sehemu mbili juu ya akidi ya vikao. Hapa nitazungumza juu ya hoja ya akidi ya vikao. Sehemu ya kwanza ni ibara ya 6.22A inayotamka maneno yafuatayo: kutahitajika akidi ya 50% ya wajumbe kwenye kikao halali cha ngazi ya kawaida. Alafu 6.22B nazungumza akidi nyingine: lakini vikao halali vya kurekebisha au kubadilisha katiba au vya uchaguzi na sera za chama vitahitaji akidi ya 75%. Kwa kuna akidi za aina mbili katika chama cha Chadema. Kuna akidi ya vikao vya kawaida vya maamuzi na kuna akidi ya vikao vya maamuzi maalum ambayo kwenye katiba yametajwa ni mambo yafuatayo: moja, kama kuna ajenda ya kubadilisha katiba ya chama; pili, ajenda ya uchaguzi wa chama; tatu, ajenda inayohusu kupitisha sera za chama. Kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 hakikuwa na ajenda ya uchaguzi, kwa sababu nakumbuka na hili nilieleza vizuri sana mbele ya baraza kuu. Baada ya kuwa katibu mkuu, nimepokea rufaa juu ya uchaguzi wa wajumbe wa kamati kuu wa kuchaguliwa. Ajenda ya uchaguzi ikawa si sehemu ya ajenda ya kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025. Baada ya kuondoa ajenda ya uchaguzi, kikao kikaendelea na ajenda za kawaida ambazo ni kuthibitisha uteuzi wa katibu mkuu na manaibu wake na kuthibitisha uteuzi wa wajumbe wa kamati kuu waliokuwa wamependekezwa na mwenyekiti. Ajenda hizi za kawaida zinaongozwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 6.22A kwamba akidi ni 50%. Katika kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Julai, idadi ya wanachama viongozi waliokuwepo, wajumbe wa baraza kuu ambao walisaini wenyewe, sio tu kwa kuandikiwa majina, bahati njema sana kwenye kikao kile cha baraza kuu
kila mjumbe aliandika jina lake kwa mkono wake mwenyewe, cheo chake kwa mkono wake mwenyewe, eneo lake analotoka kwa mkono wake mwenyewe, nambari yake ya simu kwa mkono wake mwenyewe, na akasaini kwa mkono wake mwenyewe. Jumla ya wajumbe 234 sawa na 56.8 walihudhuria baraza kuu, na tunao ushahidi wa mahudhurio yao. Wanataka kuwaambia wanachadema na Watanzania, muwe na amani na muwe na imani. Mchezo huu haramu unaohusisha ofisi ya msajili na baadhi ya watu ndani ya chama, mbinu hizi haramu, nataka muwe na hakika tutadhibiti kama ambavyo tumedhibiti mbinu nyingine haramu ambazo tutakabiliana nazo kama chama. Na nilisema awali kabisa jambo hili lilipojitokeza kwamba mambo haya yanafanyika kutaka kukitoa chama kwenye ajenda kuu ya chama, na ajenda kuu kwa kweli ya taifa ya no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa wanachadema kote nchi nzima na Watanzania, msikubali kuondolewa kwenye ajenda kuu. Tuendelee na mapambano ya no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na kwa msajili wa vyama vya siasa, kwa kuwa ameamua kuzungumza na vyombo vya habari, ofisi yake imeamua kuzungumza na vyombo vya habari, msajili wa vyama vya siasa awaeleze Watanzania. Na sisi Chadema tunaheshimu katiba yetu, lakini msajili huyu ni mteule wa watawala. Awaeleze Watanzania alikuwepo kwenye mkutano mkuu wa CCM wakati CCM inakiuka katiba ya CCM kwenye kumpitisha mwenyekiti wa CCM Rais Samia kuwa mgombea urais pekee, kwenye kumpitisha mgombea mwenza wa urais. Msajili wa vyama vya siasa alikuwepo, ofisi yake ilikuwepo kwenye hicho kikao. Awaeleze Watanzania ni hatua gani mpaka sasa msajili wa vyama vya siasa amechukua dhidi ya CCM na Rais Samia na viongozi wengine wa CCM kwa matendo yaliyofanywa na CCM kule Dodoma. Na msajili huyu wa vyama vya siasa, kwa kuwa ameamua kujitokeza mbele ya vyombo vya habari, awaeleze vile vile Watanzania na ajitokeze aseme ni hatua gani amechukua dhidi ya CCM baada ya msemaji wa CCM kutoa tuhuma za uongo na za hatari kwa kweli, zenye kuvunja sheria na kuzua taharuki, kwamba kampeni ya Chadema ya tone tone ya kukusanya michango ambayo Watanzania wote tunaomba muendelee kuiunga mkono, CCM imetoa madai ya uongo kwamba Chadema inachangisha fedha kwa ajili ya kwenda kununua virusi vya Ebola na Mpox na mambo mengine yanayoshabihiana na haya. Sasa madai haya ya uongo, msajili wa vyama vya siasa anafahamu kwamba nilikusha mtumia hiyo video ya Amos Makala. Msajili ajitokeze mbele ya Watanzania aeleze amechukua hatua gani dhidi ya Amos Makala na CCM kwa kutoa tuhuma hizi za uongo. Msajili wa vyama vya siasa aseme mbele ya vyombo vya habari ametoa siku ngapi kwa Amos Makala kujieleza na hatua zipi ambazo amechukua juu ya Amos Makala. Kwa Watanzania wote nasisitiza kwamba tujikite kwenye ajenda kuu ya taifa. No reforms, no election. No reforms, no election. No reforms, no election. No reforms, no election. Tuna sababu nyingi sana za kusema kwa nini bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakati nazungumza na nyinyi hapa kwenye mafunzo ya ndani, viongozi wengine wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti wako kwenye mapambano ya jukwaani kupitia mikutano ya hadhara. Na nyinyi sasa wako kanda ya Nyasa, sisi tunakuja kuendesha mafunzo. Maandalizi yataendelea
Mapambano haya ya mikutano ya hadhara yatafika vile vile kwenu kanda ya kusini mpaka kieleweke. Na si kanda ya kusini, tutazunguka kanda zote za nchi hii kuwaunganisha Watanzania kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Madhara ambayo tumekwisha yapata kama taifa kwenye chaguzi za ovyo, uporaji wa demokrasia kwenye uchaguzi wa vijiji na vitongoji 2019, uporaji wa demokrasia kwenye uchafuzi wa mwaka 2020, ubakaji wa demokrasia uliotokea kwenye uchaguzi kinachoitwa uchaguzi wa tarehe 27 Novemba mwaka 2024. Tumesema hali hii imetosha. Tunataka mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria na ya kikanuni na ya kiuongozi na ya kiutendaji yatahakikisha chaguzi huru na haki katika nchi yetu. No reforms, no election. No reforms, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hiyo msajili na wote wanaotumika, tunataka kwanza, kama ofisi ya msajili ingekuwa inazingatia sheria, inazingatia mamlaka ya ofisi ya msajili, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo inajiita eti ndio walezi wa demokrasia, eti ndio walezi wa vyama vya siasa, ofisi hii ndio ingekuwa mstari wa mbele kuungana na Chadema katika no reforms no election. Badala yake ofisi hii inatumika kama kichaka cha kuishambulia Chadema. Sasa sisi tutajibu mashambulizi. Naendesha mafunzo hapa, narejea Dar es Salaam, bado na safari ya kwenda kuendesha mafunzo kanda ya kati, kwa maana ya mikoa ya Dodoma, Singida, Morogoro. Tutakwenda kanda kwa kanda kuendesha mafunzo. Lakini pamoja na kuendesha mafunzo, wakati tukiendelea na mafunzo, maelekezo, kukagua uhai wa chama kupitia vikao vya ndani, timu zingine zinaendelea na mashambulizi kupitia mikutano ya hadhara, pamoja na kuwa kwenye mzunguko huo mikoani. Lakini tuhakikishie tu wanachadema kwamba jitihada hizo zinazoendelea kufanywa tutazidhibiti kwa haki kabisa, kwa kuzingatia katiba, kanuni, maadili, itifaki ya chama na mwelekeo wa chama kwa ujumla. Asanteni sana, nimefungua mafunzo haya. Sitaki kutoa hotuba ndefu ya ufunguzi ili tujikite zaidi katika mafunzo. Kwa mafunzo haya yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana.